Wa ana Aisha radhiyallahu anha qalat, na kutoka kwa Aisha Allah amridhie amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni la uhillu almasjida lihaidin wala junubin, hakika yangu mimi si uhalalishi msikiti kwa mwenye hedhi wala mwenye janaba. Kwa maana kukaa tu pasa na sababu ya msingi, kukaa tu mule hivyo, kwa maana kwamba al-iqamatu wal-mukthu fil masjidi ndio kinachokusudiwa. Amma al-mururu au ad-dukhulu li akhdhi haja, fathabatat annahu sallam amara Aisha an ta'tiya lahu bil khamrati min al-masjid wa qala laha inna haidhataki laysat fi yadiki. Mithibiti hivyo kama Mtume alimwagizia kitu Aisha aende akamchukulia msikitini aliyekopo katika hali ya hedhi. Hakukaa Aisha, kwa maana alipita. Kwa hiyo sio kwamba kuharisho hapa ni kupita, la, kukaa ndio si sawa. Mtu kukaa ambaye ana hedhi ama janaba, ama kupita tu moja kwa moja hivi, kama mtu kapita hivyo basi sio makosa. Hadithi hii ipo kwa Imam Abu Daud na kaisahihisha Imam Ibn Khuzaimah, lakini kaidhoofisha Imam Al-Albani kwenye Dhaiful Jami'. Wa anha, na kutoka kwake Aisha Allah amridhie, qalat, amesema, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min aljanaba, ilikuwa nikioga mimi na Mtume sallam kwenye chombo kimoja, yakitofautiana mikono yetu kwenye chombo hicho. Tulikuwa tukioga kutokana na nini? Janaba. Maelezo yapo wazi hivyo, lakini anasema Sheikh Al-Bassam rahimahullah, yadullu al-hadithu ala wujubi al-ightisali min al-janabati ala ar-rajuli wal mar'a. Hadithi yajulisha kwamba ni wajibu kuoga kutokana na janaba mwanamke na mwanaume. Wa anna ightisala al-mar'ati war-rajuli min ina'in wahidin la yu'athiru fi taharati al-ma'i bil ijma', kama kule kuoga mwanamke na mwanaume kwenye chombo kimoja, kule kuoga kule hakuathiri kwenye tahara, yani maji hakuathiri hivyo. Sasa wale wanaoambiwa kwamba ukioga na janaba uoge na kata ndefu, wale nao vipi na wale? Na hadithi hii, maelezo hadithi hii hadithi ilivyokuja hii, tuache haya maneno ya Imam Al-Bassam, tuje kwenye hadithi mubashara kwamba uwe na kata ndefu na tonyo hata moja lisireje kwenye ile ndoo yako kule. Kwa hiyo ina maana kwamba pengine wengine baadhi ya watu wakajengesha vyoo viwili. Kuna choo kina chumba kipana, yani kuna choo ambacho kina saha pana ikinja kuoga janaba, ili kwamba ndoo ikakule wachukua maji hivi, kisha baadaye inaanza kwa wapi? Inaanza kwa waja huko, alafu wajimwagilia, kisha watoka huko wajisubiria kumutike mpaka kauke maji, alafu tena sio una kazi wewe. Ukimaliza uhoi, pole sana kwa hilo kaka yetu au dada yetu, maana ni mtihani. Wazada Ibn Hibban wataltaqi aidina, Imam Ibn Hibban kazidisha kwamba ilikuwa mikono yetu ikikutana. Kwa hiyo hilo jambo ni kutilia uzito watu tu, sababu wazee wa zamani walikuwa kitilia, kuna baadhi ya watu walikuwa kitilia ugumu tu mambo, kwamba kuna mwanamke akimaliza eda akaosha na shekhe, na akioshwa na kanga moja tu, alafu mimina maji hivi. Yani huyu shekhe kama kweli ni mzima, li hataharaki hata kidogo, yani hataharaki, yani akai hivi atoa macho tu, yani mabonde yale ya shingo na kanga kawaida tu, yani subhanallah, ile sio jambo la sawa.